Bwana, kuna kitu kinaitwa Neuralink. Nadhani ushai kukisikia, lakini inawezekana iko kitu kifahamu. Sasa leo nataka nikupe ufafanuzi. Neuralink ni kampuni ya teknolojia ya ubongo iliyoanzishwa na mtu mzima Elon Musk. Nadhani wewe unamfahamu Elon Musk, ni tajiri mkubwa sana ambaye ameinvest kwenye masuala ya teknolojia. Sasa lengo lake kuu ni kuunganisha ubongo wa binadamu na kompyuta. Ndiyo, umenisikia. Nimesema ubongo wa binadamu na kompyuta kutumia kifaa kinachopandikizwa ndani ya ubongo kinachoitwa Brain Computer Interface, yani BCI. Ni kama chip hivi ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kufit kwenye ubongo wa mwanadamu. Lakini cha kushangaza sasa, chip hiyo inaweza kuwekwa bila mtu kupasuliwa ubongo kwa teknolojia ilikofikia sasa hivi. Yani ni ipo kwenye mfumo kama nyuzi hivi ambayo wewe nadhani ndio unasikia leo hii. Sasa jinsi Neuralink inavyofanya kazi, kifaa kidogo sana, yani chip hiyo ambayo nimekuambia upandikizwa ndani ya ubongo kwa upasuaji wa roboti maalum. Chip hiyo ina nyuzi ndogo sana, inaitwa electrodes, zinazoweza kusoma ishara za umeme za ubongo na kuzitafsiri kuwa amri za kompyuta. Mawazo ya mtu hubadilishwa kuwa maandishi. Kifaa hiki kinatoa amri au kinaelekeza kwa kutumia njia ya kielektroniki kwa kifupi. Sasa faida ya kutengenezwa kifaa hiki ni nini? Kwa sasa inalenga kwenye swala zima la matibabu, hasa kwa watu wenye ulemavu kubwa, kusaidia waliopooza na kucontrol kompyuta au simu kwa mawazo tu, yani kwa kufikiri tu, alafu unaweza kucontrol kompyuta au simu yako kwa kufikiria. Ndio hiyo sasa Neuralink ambayo ina connect ubongo na hizo chip. Pia kitu kingine ambacho unaweza kufanyia ni kuandika bila kutumia mikono. Yani kuna watu ambao ni walemavu ambao wanashindwa kuandika, let's say hawaoni. Sasa ukiwa tayari umewekewa hiyo chip, unaweza tu kuandika, unachokiwaza ndicho kinajiandika kwenye simu chenyewe, au unavowaza ndio unajiandika kwenye kompyuta yani yenyewe, kwa sababu moja kwa moja chip hii imekuwa connected na ubongo wako. Unajua kwa sasa hivi simu zilivyo ni kwamba lazima uinteract nao physical. Kwanza unafikiri, alafu ndio mwili unautuma, let's say labda mikono unafikiri kuandika, alafu mikono ndio inachukua simu inaandika. Au unafikiri kutembea, lakini miguu ndio inasimama na kutembea. Sasa Neuralink uhitaji kufanya hivi vyote. Wewe unachohitaji ni kufikiria tu, simu yako iandike message, then inaandika message. Unaweza kufanya hivyo kwa sababu inakuwa connected already kati ya simu na ubongo wako. Kwa hiyo simu au kompyuta inapokea maelekezo kutoka kwenye ubongo. Hii ni teknolojia ya juu sana ambayo kwa kweli teknolojia imetoka mbali na tuliko sasa hivi ni pakubwa zaidi. Sasa kitu kingine inaweza kufanya ni kusoma mawazo ya maneno kabla hayajatamkwa. Umeona sasa? Hii hapo inakuwa ni kwamba itawasaidia sana watu ambao poteza uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo yule pale mtu akishafungua ile pale chip anakuwa na speaker. Kwenye ile speaker na kwa moja kwa moja akiwaza neno basi linaenda kwenye speaker anaongea. Teknolojia hii itawezesha sasa mtu akiwaza yale anayoyawaza ikawa sauti au ikawa maandishi. Lakini kitu kingine inaweza kufanya pia ni kurejesha kuona kwa mtu ambaye amepoteza uono. Swali linakuja, je, Neuralink ni salama? Hapo sasa, mpaka sasa hivi bado iko katika majaribio ya kitabibu. Inasimamiwa na FDA huko Marekani, haijaruhusiwa kwa matumizi ya kawaida kwa umma. Yani kiusalama na muda mrefu bado inachunguzwa. Sasa twende kwenye malengo. Malengo ya muda mrefu ya Neuralink ni nini? Kwa baadaye, sio sasa, kutibu magonjwa ya ubongo kama Parkinson, ALS. Alafu kitu kingine wanawaza kwenda kufanya kwa mbele ni kuunganisha ubongo na AI. Unaona sasa hapo? Kitu kingine pia wataenda kuboresha kumbukumbu na uwezo wa kujifunza. Haya bado ni ndoto za baadaye. Kwa sasa hivi bado haijafikia huko, lakini ukiangalia chap hapa, pointi ya kuweza kuunganisha tu ubongo na AI manake ni mapinduzi makubwa sana kwenye teknolojia ambayo tunaenda kuyaona hivi karibuni. Sasa ufafanuzi mfupi wa Neuralink. Hii teknolojia inawezeshwa ubongo wa binadamu kuwasiliana moja kwa moja na kompyuta kama nilivyowaambia hapo awali, ambapo chip hiyo utakuta inapandikizwa kwenye ubongo. Sasa twende kwenye swala la hali ya maendeleo ya Neuralink kwa sasa hivi mwaka huu 2026 mpaka leo hii tunaongea. Je, ipo kwenye hatua gani? Wataalamu wanasema upandikizaji wa binadamu tayari unaendelea. Yani hivi sasa hivi tunavyozungumza, Neuralink imevuka hatua ya majaribio ya wanyama na imeanza majaribio ya kitabibu kwa binadamu. Yani kuanzia 2024 hadi 25 takriban watu kadhaa waliopooza
walipandikizwa chip ya Neuralink. Watu hawa wameweza kukabiliana na hali zao za ulemavu wakiweza kuandika, kucheza michezo yani kama games kwa kutumia mawazo yao. Yani kwa lugha nyepesi kwamba mtu anawaza tu kuandika na kinatokea kitu. Unajua game ili ucheze inabidi utumie mikono, lakini ukiwa na Neuralink unaweza kuwasiliana na kompyuta kama tulivyosema hapo awali. Kwa hiyo game wewe unavyowaza labda niende kushoto, inaenda kushoto, kulia. Yani kwa style, unadhani umenielewa. Sasa majaribio haya yanafanyika chini ya usimamizi wa FDA, wale ambao wapo chini ya Marekani, haswa kwa wagonjwa wenye ulemavu mkubwa wa mwili. Ndio itaenda sana kuwasaidia wagonjwa, yani watu walio katika miguu, walio katika mikono, watu ambao waoni, wasikii hivi yani. Sasa bwana, Neuralink imepanga kuanzisha uzalishaji wa kiwango kikubwa, yani high volume production wa vifaa vyake kuanzia 2026, yani mwaka huu. Hii ina maana kutoka vifaa vya majaribio kuelekea vifaa vinavyoweza kutumika kwa wagonjwa wengi zaidi. Kampuni ya Neuralink pia inaenda kutengeneza roboti maalum za upasuaji ambazo zitawekwa chipu kwa usahihi mkubwa. Yani kama ambavyo unaona magari yanatengenezwa, kwa sababu tungesema magari yote yatengenezwe na mashine moja, ingekuwa ukiagiza gari linakuja baada ya miaka 10. Lakini kwa sababu wataalamu waliona hilo kwamba kuna uhitaji wa kutengeneza magari kwa wingi, basi yakatengenezwa maroboti, afu maroboti ndio yanatengeneza magari. Hata simu tunazotumia, hata nguo hivyo. Nguo zamani watu walikuwa wanashona mikono, lakini baada ya kuwa mahitaji ni makubwa, zikatengenezwa mashine ambazo ndio vireani ndio zinashona nguo chapuchapu na zinakwenda. Hivyo basi kampuni hii sasa inakwenda kutengeneza roboti sasa ambazo zitakuwa na uwezo wa kutengeneza hizi chip na kupandikiza kwa high volume production, yani kwa watu wengi ziweze kuwafikia. Hii Neuralink itapunguza sana hatari, zitafanya upasuaji kuwa wa haraka na salama zaidi. Haya maroboti sasa yakishatimia, ambayo ndio yanakwenda kusaidia operations za kuweka hizo Neuralink kwenye ubongo. Hivyo basi hadi hatua hii hapa tunaingia studio kufikia mwaka huu 2026. Neuralink ipo katika hatua za mwishoni, lakini kuna vitu kadhaa inabidi wavifanye ili iweze kupitishwa na kutumika kwa watu bila madhara. Kwa sasa hivi imetoka kwenye utafiti na imeanza kufanyiwa majaribio kwa wanadamu, lakini yawa salama kabisa hivi haiwezi kutumika moja kwa moja. Kuelekea uzalishaji na matumizi ya kitabibu kwa watu wengi zaidi, pia lazima uchunguzi zaidi ufanywe na mamlaka zipitishe. Hata hivyo bado ni teknolojia ya majaribio ya kitabibu, si kifaa cha matumizi ya kawaida kwa jamii. Hivyo basi nadhani utakuwa umejua machache kwa wingi kuhusiana na teknolojia hii ya hali ya juu ambayo ndio future proof wanasema wazungu, yani ndipo tunapoelekea huku. Neuralink ukija kuchanganya na AI, alafu ukija kuchanganya na kuweza kuiconnect na ubongo, yani ni kitu ambacho kwa kweli miaka ya 70 ungemwambia mtu 80 ilikuwa ni kama uchawi, lakini hivi sasa inakwenda kuwa kweli. Na sasa hivi tunachosubiri tu ni bwana Elon Musk afanye majaribio yake ya mwisho, na kuanzia mwaka huu kama alivyosema anaanza kufanya production kubwa ya hizi chip kwa ajili ya watu kuanza kupandikiziwa, ambapo itapelekea watu kuweza kuona, walipoteza kuongea, inaenda kufanya kuconnect sasa hizi simu kompyuta na sisi wenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa sio lazima ushike simu yako, ukilala tu mzee unasema mpigie mtu fulani na simu yako inapiga simu. Kwa hiyo stay tuned kwa updates kama hizi, najua umejifunza mengi. Usisahau kusubscribe, kulike na comment, pia kushare na wengine kwa habari za tech kama hizi hapa. Mpaka muda mwingine tena.